tutembee kifua mbele kwa hiki ambacho tumekipata msimu huu. Of course inauma kukosa ubingwa mbele ya macho yako, lakini tunapozungumzia maendeleo tuna kila sababu ya kujipiga kifua na kusema ya kwamba timu yetu imefanya kila kitu kizuri msimu huu. Wala shabiki wa Simba usijisikie unyonge, wala shabiki wa Simba usijisikie usiugue na moyo wako. Shabiki wa Simba, tembea kifua mbele, timu ya kutamba nayo tunayo. Na wala usiogope mtu akakucheka. Anayekucheka ameishia hatua ya makundi. Unakumbuka hatua ya makundi imeisha lini? Tumesahau. Hata tukumbuki imeisha. Anayekucheka aliishia hatua ya makundi. Yaani zamani huko. Sasa mtu kama huyo anatoa wapi authority ya kukucheka wewe? Huyo ni mtu mjinga ambaye kwenye filosofi ya maisha kwa wale ambao mmesoma matokeo yakitoka alafu darasa zima limefeli, kuna mtu ataumia, alafu kuna mjinga mmoja atasema yes tumefeli wengi. Si umeelewa eh? Hao ndo wale walioishia makundi alafu anamcheka mtu wa finali. Ni ripoti hiyo ya Dickson Masanja kwa kile ambacho kimejiri katika mchezo wa finali ya pili kombe la shirikisho barani Afrika baina ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao walikuwa ni wenyeji wa bwana. Mara baada ya mchezo kuweza kutamatika pale visiwani Zanzibar na wekundu wa Msimbazi Simba kushindwa kutamba mara baada ya kuweza kulazimishwa sare ya kufungana bao 1-1 na wapinzani wake RS Berkane. Lakini meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba hapa tunamzungumzia Ahmed Ali ameweza kutoa neno kwa mashabiki na wapenzi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na kuambia kwamba watembee kifua mbele kwa sababu nafasi na hatua ambao wameweza kuifikia ni hatua kubwa na wanapaswa kuweza kujipongeza kwa sababu hata finali yenyewe ilikuja kama surprise package, kwa sababu tunakumbuka wekundu wa Msimbazi Simba mwanzo wa msimu wao malengo yao walisema kwamba ni kufika nusu finali kunako kombe hili la shirikisho kwa hapa barani Afrika. Na kama tunavyojua ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba bado wanajenga timu, bado wanatengeneza kikosi, unaweza kusema namna hiyo, lakini kufika finali unaweza kusema kwamba ni jitihada pia na hawakutegemea kufika katika hatua hiyo ya finali. Lakini pia kutokana pia na baadhi ya matukio kuweza kujitokeza kunako final hiyo pia imepelekea afisa habari huyo kuweza kuambia mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kutembea kifua mbele kwa sababu nafasi hiyo ni kubwa, lakini pia namna ambavyo wameweza kupoteza mchezo kila mmoja aliweza kushuhudia na baadhi ya makosa ambayo aliweza kufanywa na referee wa mchezo huo. Lakini cha msingi kwa wale ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya Mlacha Media. Na si kazi yetu tu ni moja, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti tunakuwa tunakuletea hapa kunako channel hii pendwa ya Mlacha Media. Kama kawaida wekundu wa Msimbazi Simba tayari mara baada ya kuweza kutolewa kunako hatua hiyo ya finali, ni rasmi sasa
wanarejea kunako michezo ya ligi kuu ya hapa nchini Tanzania, lakini pia bila kusahau kombe la CRDB Confederation Cup ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba wapo katika hatua ya nusu finali ambapo watacheza dhidi ya Singida Black Stars kutokea kule mkoani Singida, na mchezo huu utaenda kupigwa kule mkoani Manyara. Na mchezo huo unaenda kutafuta mtu ambaye ataenda finali kuweza kupepetana ama kumenyana na klabu ya Young Africans ambao tayari wamekwisha kukata tiketi na wapo finali. Kwa hiyo wanasubiria tu mshindi kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Singida Black Stars. Kwa hiyo lolote lile linaweza kutokea na pengine tunaweza tukashuhudia dabi kunako kombe hilo la CRDB Confederation Cup. Huku kwenye ligi bado Young Africans wanasisitiza kwamba hawachezi. Hapo fikia hapo, mimi sina la ziada.